Mtume, amani iwe juu yake, alimtuma Talha ibn Ubaidillah, Mwenyezi Mungu awe radhi naye, akiwa na kundi la maswahaba ili kuichoma nyumba hiyo juu yao. Walitoroka, lakini njama zao ziliishia hapo. Safari ilikuwa ndefu, joto la jangwa la Uarabuni liliunguza kama moto, na waumini walikuwa na chakula au maji kidogo, lakini nyoyo zao zilibaki imara. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ndugu zangu wapendwa, msafara wa kwenda Tabuk haikuwa vita ya panga, bali mtihani wa moyo. Joto lilikuwa kali, safari ilikuwa ndefu, akiba ilikuwa chache, lakini wale waliokuwa na ikhlas walijitokeza, huku wale ambao imani yao ilikuwa ulimini tu wakirudi nyuma. Basi njooni nami katika safari iliyofichua nia na kutakasa nyoyo. Ilikuwa mwaka wa 9 baada ya hijra. Jua kali la Madina lilitanda angani na mitende ilikuwa ndiyo kwanza imeiva matunda. Watu walitamani kivuli, faraja, lakini wito wa Mwenyezi Mungu ulikuja badala yake kwa ajili ya dhiki. Kutoka kwenye mimbari ya msikiti wa Mtume, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amani iwe juu yake, alitangaza, jiandaeni kwa msafara dhidi ya Warumi. Huu haukuwa wito wa kawaida. Safari ingekuwa ndefu, joto lisilovumilika, na adui wa mbali na mwenye nguvu, milki ya Byzantine yenyewe. Baadaye ungejulikana kama msafara wa dhiki. Ghazwat al-Usra. Licha ya msimu wa joto kali, Mtume, amani iwe juu yake, alitangaza waziwazi anakoelekea, tofauti na desturi yake ya kawaida ya usiri katika kampeni, ili waumini waweze kujiandaa kikamilifu kwa mtihani uliokuwa mbele yao. Baadhi walisitasita. Miongoni mwa wanafiki alikuwepo mtu aliyesema kwa dhihaka, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, niruhusu nibaki nyuma na usinitie majaribuni, kwani hakuna anayevutiwa zaidi na wanawake kuliko mimi. Ninaogopa nitaingia katika majaribu na wanawake wa Byzantine. Mtume, amani iwe juu yake, aligeuka kando kimya kimya. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha kuhusu visingizio hivyo. Miongoni mwao wapo wanaosema, nipe ruhusa wala usinitie majaribuni. Hakika wamekwisha angukia katika majaribu, na hakika yeye atawazunguka makafiri. Wa minhum ma yaqulu dhalli wala taftini ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Miongoni mwao wapo wanaosema, nipe ruhusa wala usinitie majaribuni. Hakika wamekwisha angukia katika majaribu, na hakika jahanamu itawazunguka makafiri. Hivyo wale walioogopa mtihani wa matamanio walikuwa tayari wameanguka katika mtihani mkubwa zaidi, mtihani wa ukafiri na unafiki. Wengine walisema, msitembee katika joto hili. Hivyo Allah akateremsha, kuli naru jahannama ashaddu harran lau kanu yafqahun, sema moto wa jahanamu una joto zaidi, laiti wangeelewa. Kundi la wanafiki lilikusanyika katika nyumba ya mtu wa Kiyahudi aitwaye Suwailim, wakipanga njama za kuwavunja moyo Waislamu. Mtume, amani iwe juu yake, alimtuma Talha ibn Ubaidullah, Allah awe radhi naye, akiwa na kundi la masahaba ili kuichoma nyumba hiyo juu yao. Walitoroka, lakini njama zao ziliishia hapo. Uoga wao ukawekwa wazi kwa wote. Kisha ukaja wakati wa kujitolea. Mtume, amani iwe juu yake, aliwahimiza wenye mali kutoa, akisema, yeyote atakayeandaa jeshi la dhiki, malipo yake ni pepo. Uthman ibn Affan, Allah awe radhi naye, alileta dinari 1000 za dhahabu, akaziweka katika paja la Mtume, amani iwe juu yake. Mtume, amani iwe juu yake, alizigeuza kwa mkono wake uliobarikiwa na kusema, hakuna kitakachomdhuru Uthman baada ya siku hii leo. Ee Allah, uwe radhi na Uthman, kwani mimi niko radhi naye. Matajiri walitoa kwa wingi na maskini walitoa chochote walichoweza. Hata konzi ya tende iliyotolewa kwa ikhlasi ikawa na uzito zaidi kuliko dhahabu. Kisha wakaja watu 7 maswahaba maskini kutoka kwa Ansar na wengineo. Walisema huku machozi akiwa machoni mwao, Mtume wa Allah, tuchukue pamoja nawe.
lakini hakuwa na chochote kilichobaki cha kuwapandisha. Hivyo waliondoka, macho yao yakibubujikwa na machozi, wakihuzunika kwamba hawakuweza kutoa kwa ajili ya Allah. Wala hakuna lawama kwa wale ambao walipokujia ili uwape vipando, ulisema siwezi kupata chochote cha kuwapandisha. Nao wakarudi, macho yao yakibubujikwa na machozi kwa huzuni kwamba hawakuweza kupata chochote cha kutoa. Huzuni yao ikawa alama ya imani, machozi ya shauku si udhaifu. Jeshi la waumini liliondoka likiwa na idadi ya 30,000. Mtume, amani iwe juu yake, alimteua Ali ibn Abi Talib, Allah awe radhi naye, kubaki Madina ili kuhudumia familia. Wanafiki walifanya dhihaka wakisema amekuacha nyuma kwa sababu hapendi kuwa nawe. Ali, Allah awe radhi naye, alitayarisha ngamia wake na kuelekea kwa Mtume, amani iwe juu yake, huko Al-Jurf akisema, Ee Mtume wa Allah, unaniacha nyuma miongoni mwa wanawake na watoto? Mtume, amani iwe juu yake, alitabasamu na kusema, Je, hupendezwi e Ali kwamba wewe kwangu ni kama Harun alivyokuwa kwa Musa, isipokuwa kwamba hakuna mtume baada yangu? Ali, Allah awe radhi naye, alirudi akiwa ameridhika na mwenye kuheshimiwa. Safari ilikuwa ndefu, joto la jangwa la Uarabuni liliunguza kama moto, na waumini walikuwa na chakula na maji kidogo, lakini nyoyo zao zilibaki imara. Mtu mmoja, Abu Haithama, alirudi nyumbani na kuwakuta wakeze kwenye kivuli baridi na chakula kimeandaliwa. Aliangalia starehe iliyokuwa mbele yake na kusema, Mtume wa Allah, amani iwe juu yake, ameketi kwenye jua na upepo, na Abu Haithama anapumzika kwenye kivuli na starehe. Wallahi, hili si jambo la haki. Alipanda ngamia wake, akaacha starehe yake nyuma na akasafiri hadi akafika Tabuk. Mtume, amani iwe juu yake, alimuona kwa mbali na kusema, Abu Haithama, na hakika alikuwa ni yeye. Mtume, amani iwe juu yake, alitabasamu, akamwombea dua na kumkaribisha miongoni mwa watu wema. Jeshi lilipopita kwenye magofu ya kale ya Thamud huko Al-Hijr, Mtume, amani iwe juu yake, alisema, msiingie kwenye makazi ya wale waliojidhulumu nafsi zao, isipokuwa kwa kulia, yasije yakawafika yaliyowafika wao. Alifunika kichwa chake, akamuhimiza ngamia wake asonge mbele, na akawaambia watu wasinywe maji ya visima vya Thamud. Chemchemi moja tu ndio iliyobarikiwa kwa mguso wake. Maji yalibubujika na kukata kiu ya jeshi. Ngamia wa Mtume, amani iwe juu yake, alipopotea, mnafiki mmoja alifanya dhihaka. Anadai kujua mambo ya ghaibu, lakini hata hajui ngamia wake alipo. Mtume, amani iwe juu yake, alisema kwa utulivu, wallahi sijui lolote isipokuwa lile Mola wangu alinonifundisha. Yuko kwenye bonde fulani na fulani, amekwama kwa kamba yake miongoni mwa miti. Wakaenda na wakampata kama alivyoelezea, ishara iliyomnyamazisha kila mwenye shaka. Mtume, amani iwe juu yake, alifika Tabuku, lakini hakukuta jeshi la Kirumi. Badala yake alikutana na mtawala wa Kikristo Yohana, aliyekuja mbele na kufanya mkataba wa amani, akilipa jizya bila vita. Mtume, amani iwe juu yake, alikubali na kumhakikishia usalama wake. Pia alimtuma Khalid ibn al-Walid, Allah awe radhi naye, kumkamata mtawala wa Kikristo wa Dumat al-Jandal, aliyekamatwa kama ilivyotabiriwa, akiwinda ng'ombe mwitu chini ya mwanga wa mwezi. Ukaidir aliletwa mbele ya mkuu, amani iwe juu yake, ambaye alimsamehe na kukubali mkataba wake. Baada ya kukaa Tabuk kwa usiku 20, Mtume, amani iwe juu yake, alirejea Madina. Njiani alipita kwenye kaburi la kijana mmoja aliyekataliwa na kabila lake, aliyekuja Madina akiwa amevaa vazi duni tu. Alipofariki Mtume, amani iwe juu yake, yeye mwenyewe alishuka kaburini kwake na kusema, E Allah, mimi nimevutiwa naye, basi nawe uwe radhi naye. Abdullah ibn Mas'ud, Allah awe radhi naye, alisema, natamani ningekuwa mahali pake sasa hivi. Mtume, amani iwe juu yake, alipokaribia Madina, alipata habari za msikiti uliojengwa na wanafiki, Masjid al-Dirar, uliojengwa si kwa ibada bali kwa faraka. Walikuwa wamemwomba hapo awali aubarikie,
Lakini Allah alifunua wale waliojenga msikiti kwa madhara, ukafiri na mgawanyiko miongoni mwa waumini, Allah hakuruhusu kusimama ndani yake. Mtume, amani iwe juu yake, aliwatuma masuhaba wake kuuchoma moto. Miali ya uongo ilipanda angani na waumini walirudi nyumbani wakitakaswa mara nyingine tena kwa majaribu na imani. Na hivyo Tabuku haikutoa mwangwi wa mapigano ya majeshi, lakini kwa uzito wa ukweli ilifunua unyofu, ilifichua kusitasita. Kwani si kila ushindi huonekana, mingine huhisiwa. Katika sehemu ijayo, inshallah, tunashuhudia siku ambazo mataifa yalikuja si kwa majeshi bali kwa wajumbe, ujumbe wa Uislamu ulipoanza kuufikia ulimwengu. Sallallahu ala Muhammad.